Baada ya kugonga vichwa vya habari wiki hii, Isaya Yunge na Charlene Ruto wameendelea kuvuta hisia za umma kufuatia hatua mpya katika safari yao ya kuelekea kwenye ndoa. Baada ya uchumba wao rasmi, wawili hao walionekana pamoja ndani ya ndege binafsi ya kifahari private jet, huku akisafiri kuelekea ughaibuni. Safari hiyo imeongeza picha kamili ya maisha yao baada ya uchumba, kutoka kwenye kutambulishana rasmi hadi kuonekana wakisafiri kwa private jet na kufurahia muda wao pamoja nje ya nchi. Kwa wawili hao sasa ni mwendo wa kulabata, huku akifurahia safari yao ya mapenzi kabla ya kufikia hatua inayofuata ya maisha yao. Na huku Charlene akiwa binti wa rais wa Kenya William Ruto na Isaya Yunge akiwa Mtanzania kutoka Mwanza, kila hatua ya uhusiano wao imekuwa ikifuatiliwa kwa ukaribu, kutoka uchumba rasmi hadi private jet na sasa safari ya ughaibuni. Isaya Yunge na Charlene Ruto wanaonekana kuanza maisha yao ya pamoja kwa kiwango cha juu cha kifahari. Safari ya mapenzi imeanza rasmi na safari hii ni kwa private jet. Mtazamaji, kumbuka hawa ni wawili ambao walifanya jambo lao siku ya Jumapili, na ilikuwa ni jambo kubwa sana, jambo ambalo limeweza kushuhudiwa na viongozi wengi sana, watu mashuhuri kutoka nchi ya Kenya hapa, lakini pia na Tanzania kule nchi jirani, akiwemo pia Rostam Aziz ambaye huyu ni bilionea kutoka Tanzania ambaye hashawahi pia kuinunua Nation Media Group kutoka nchini Kenya. Nilidhani niliponunua Nation Media Group nilikuwa nimefanya kazi kubwa sana, lakini leo nilivyomwona kijana Isaya anakuja kumwoa mtoto wa rais, nikasema kanipiku huyu. Ubebe sogo Wasukuma mbeho bebe. Huyu mtoto wa rais Gigashe Chiza, Gigashe Chiza ulikwa kaweja sana. Mheshimiwa Rais nimempa ujumbe, atamweleza mtoto wako wakifika nyumbani. Unafahamu bana, kwa hivyo ni mtu ambaye ni bilionea kiukweli. Ukitajua bilionea ambao anatoka Afrika Mashariki, basi huwezi kosa kumtaja bana Rostam Azizi kutoka nchini Tanzania. Ni jambo ambalo pia amelifurahia sana, na katika kwenye pongezi zake kwa alichokifanya Isaya Yunge na Charlene Ruto ni kwamba aliwapongeza, lakini pia hapo ndani akataja kwamba alikuwa anahisi kwamba yeye ni mmoja ambaye ameweza kufanya jambo kubwa sana nchini Kenya kwa kuinunua bana Nation Media, lakini anasema kwamba bana Isaya Yunge ameweza kumpiku kwa kufanya jambo kubwa zaidi yake, kumuoa mtoto wa rais. Unajua sio rahisi. Hata akizungumza Rais Ruto ni kwamba alikuwa anasema jamaa alikuwa na ujasiri mkubwa sana kiasi cha kufikia mtoto wa rais. Sio rahisi kwa mazingira ambayo anahisi alikuwa amemjengea mtoto wake ama binti yake wa kike Charlene Ruto. Kwa hivyo akawa anampongeza bana kijana Isaya Yunge kwa alichokifanya, ujasiri wake hadi kumfikia mtoto wa rais na kupatana naye, kuzungumza naye hadi kufanikisha ile jambo ambalo aliweza kulifanikisha. Kwa hiyo ukiona mtu kama Rostam Azizi akisema bana Isaya amempiku kwa kufanya jambo kubwa, basi kiukweli ni jambo kubwa. Kwa hivyo yes, watu ni wengi sana wameweza kumpongeza, lakini ukiachana hayo, zile zawadi ambazo zilitolewa, kiasi cha pesa ambacho kilipatikana kutokana na zawadi ambazo walipewa pale, bana sio mchezo kiukweli. Ni jambo kubwa na kiukweli linawafundisha watu wengi, hasa vijana, kwamba ukiwa kwenye line yako basi usikate tamaa, pambania na weka ndoto zako pale pale. Kwa utani tu kwa alichokizungumza Isaya Yunge kwamba usimwage mbegu zako popote pale. Hakikisha bana unaziweka sehemu sahihi, na yeye kwake yeye anahisi kwamba yes na sio kuhisi tu peke yake, ni kweli kwamba that is his right choice kumpata mtoto wa rais. Bana nitupie comment ya kwako, kwa sababu tukianza kuichambua hii hapa inakuwa ni yenye kuchukua muda, lakini haina vanga. Wewe unaichukuliaje? Una kipi cha kuzungumza baada ya kuona kwamba kijana kutokea Mwanza ameweza kufanya jambo kubwa kutokea nchi jirani?
anakuja kumwoa binti wa rais wa sasa Jamhuri ya nchi ya Kenya, Rais William Ruto. Oe, sio mchezo. Mimi ni Captain Nyota na hii ni Captain Nyota TV. Endelea kuenjoy video zetu kupitia mtandao wa YouTube, vile kwenye mitandao yetu mingine ya kijamii kutoka Instagram, TikTok na Facebook @Captain Nyota TV. Kumbuka pia unaweza kupata nafasi hapa ya kutangaza biashara yako katika channel yetu hapa ya YouTube Captain Nyota TV. Iwapo utapiga nambari ya simu ambayo ipo kwenye screen yako hapa chini, lakini pia kutupatia support ambayo unahisi unaweza kutupatia kama kweli unabambika na content za kwetu. Haina vanga bana. Tupatane baadaye. Kwa sasa bye bye. Ejo Platinum Diamond Toto la Kimanyema Chibu Dangote Yami from Tanzania. Na unatazama Captain Nyota TV. Junior Photo the one. Na subscribe kwa Captain Nyota TV. Uogopi.